Naomba niwashukuruni kwa utulivu wenu. Aidha pia naomba niwataarifu kwamba zoezi la kuhesabu kura limekamilika, lakini kabla ya zoezi hilo wagombea watatu kama tulivyoeleza tuliwapa fursa ya kusimamia uchaguzi wao au kuweka makala. Napenda kuwataarifu kwamba wagombea watatu walikiamini kiti cha katibu katika kuhesabu kura, na wagombea wenyewe ni Mheshimiwa Naima na mwingine Mheshimiwa Suleiman pamoja na Mheshimiwa Chausiku. Lakini Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid yeye ameweka wakala ambaye ni Mheshimiwa Machano Othman Saidi. Waheshimiwa, baada ya maelezo hayo naomba kutoa matokeo ya uchaguzi huo kama ifuatavyo. Kama ilivyoeleza awali, wagombea walikuwa 4 na nitaanza kwa yule ambaye amepata kura za chini kuendea juu. Kura zote kwa ujumla kama tulivyoeleza zilikuwa 68, na katika kura hizo kura halali ni 56. Baada ya kuhesabu kura hizo, Mheshimiwa Naima Salum Hamadi wa chama cha UDP amepata kura 0 sawa na 0%. Mheshimiwa Suleiman Ali Hamisi wa chama cha ADC amepata pia kura 0 sawa na 0%. Na Mheshimiwa Chausiku Hatibu Muhammad wa chama cha NLD yeye amepata kura 3 sawa. Kura 12 zimeharibika. Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid yeye amepata kura 53 sawa na 94.6 ya kura halali zilizopigwa. Kwa hivyo Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid wa Chama cha Mapinduzi CCM amechaguliwa kuwa spika wa baraza la 11 la wawakilishi kwa kipindi cha mwaka. Naomba nirejee na naomba utulivu pia. Kwa hivyo Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid wa CCM amechaguliwa kuwa spika wa baraza la 11 la wawakilishi kwa kipindi cha mwaka 2025-2030 kwa kupata kura 53 kati ya kura halali sawa na 94.6 ya kura zote. Baada ya maelezo hayo naomba niwashukuru wajumbe kwa utulivu na kumaliza zoezi hilo. Na mtazamaji na wasimamizi wetu tunaomba mwende katika sehemu yenu husika. Msikilizaji, tayari matokeo ya uchaguzi yameshatolewa kama ambavyo tumemsikia katibu wa baraza Nguraya Isa Mselem, na aliyeibuka katika kinyang'anyiro hicho cha kugombea nafasi ya uspika ni Mheshimiwa Zuberi Ali Maulidi wa Chama cha Mapinduzi. Alipata kura 53 sawa na kwamba Mheshimiwa Zuberi Ali Maulidi ameshinda katika kiti cha spika. Hivyo naomba kumkaribisha Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid aingie katika ndani ya baraza kwa ajili ya shughuli ya kula kiapo cha uaminifu. Asanteni. Wahudumu tunaomba muongoze. Naam. Tayari Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid ambaye ameshinda nafasi hiyo ya uspika ambao atahudumu kwa
kipindi cha miaka mitano kwa mwaka 2025 hadi mwaka 2030, ambaye amepata kura 53 sawa na 94.6 ya kura zote halali. Kura zote zilikuwa ni 68, lakini kura halali ni 56. Na matokeo kwa wagombea wengine ni Mheshimiwa Naima Salum Hamadi kutoka chama cha UDP amepata kura 0 sawa na 0%. Mheshimiwa Suleiman Ali Hamisi wa chama cha ADC amepata kura vile vile 0 sawa na 0%, na Mheshimiwa Chausiku Khatibu Mohamed kutoka chama cha NLD amepata kura 3. Na hivi sasa tayari Mheshimiwa Spika Zuberi Ali Maulid baada ya kutangazwa kuwa mshindi, basi hivi sasa tayari ameshaingizwa ndani ya ukumbi huu na wajumbe wamesimama kwa kumpa heshima na taratibu ambazo zinafuatwa, na hivi sasa ni muda si mrefu atakula kiapo cha uaminifu cha spika. Mimi Zuberi Ali Maulid na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar katika kazi zangu za uspika na nitaitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitazihifadhi, nitazilinda na kuzitetea kwa dhati katiba ya Zanzibar na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Naam, baada ya kula kiapo Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid kiapo cha uaminifu cha spika, hivi sasa basi anaweka saini na tayari ameshakuwa spika baraza la wawakilishi kwa muhula mwingine tena, na atahudumu baraza hili kwa muda wa kipindi cha miaka mitano, kwa muda wa miaka mitano kuanzia mwaka huu 2025. Leo ni tarehe 6 Novemba mwaka 2025 hadi mwaka 2030. Pia familia yake naye hawakukaa nyuma na wameamua kufika hapa ili kuja kumuunga mkono katika jukumu hili ambalo ataendelea nalo tena la kuliongoza baraza la kutunga sheria, baraza la wawakilishi Zanzibar. Wajumbe wameamua kumpa kura za ndio wajumbe 53, na tayari kishapewa ule mkoba ambao ndani yake bila shaka mtakuwa na miongozo mbalimbali, mtakuwa na katiba kwa ajili ya utendaji wa kazi zake za uspika pamoja na majukumu yake ya kuweza kuliongoza baraza hili kwa uaminifu na kwa umakini, pamoja na sheria na kanuni ambazo zitamuongoza kuliongoza baraza hili. Lakini baada ya hatua hiyo tunakukaribisha ukavae joho lako la uspika pamoja na kukalia kiti cha spika ili uendelee na taratibu nyingine zilizopangwa. Asante. Wahudumu tunaomba muongoze mheshimiwa. Naam, tayari Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid spika wa baraza la wawakilishi wa baraza la 11 la wawakilishi, na sasa anakwenda kuvaa lile joho lake na baadaye kurejea na kukalia kiti kuanza kuongoza baraza hili na kwa taratibu ambazo nyingine zitakazofuata, na zoezi ambalo ama kazi nyingine itakayoendelea ndani ya ukumbi huu wa baraza la wawakilishi, mtazamaji na msikilizaji, ni ulaji wa kiapo cha uaminifu cha wajumbe wote waliochaguliwa baada katika uchaguzi mkuu wa Tanzania uliofanyika tarehe 29 Oktoba, uchaguzi ambao uliwashirikisha Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wajumbe
wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wawakilishi wa Baraza la Wawakilishi pamoja na madiwani. Na leo hii wajumbe wa Baraza la Wawakilishi ama wateule, kwa hivi sasa ni wateule, baada ya kukamilika kwa ule uchaguzi na ulaji wa kiapo cha uaminifu cha spika, basi hivi sasa nao mmoja baada ya mwingine watakula kiapo cha uaminifu cha wajumbe wote, na baadaye kuwa rasmi wajumbe wa Baraza la Wawakilishi. Na kuna wajumbe wale ambao walichaguliwa, waliogombea nafasi za majimbo katika majimbo ya hapa Zanzibar, majimbo 50, wamo wa teule wa Chama cha Mapinduzi pamoja na wa chama cha ADC. Basi watakula kiapo cha uaminifu. Na bila shaka kusimama huku kwa wajumbe tayari, Mheshimiwa Spika Zuberi Ali Maulid ameshavalia ile nguo maalum, nguo rasmi ama joho, na ukimwona kwamba unajua huyu ni Mheshimiwa Spika, na moja kwa moja anakwenda katika ile nafasi yake ili kuongoza kikao, na bila shaka yuko tayari na ataendelea na majukumu yake kama ambavyo vipindi vilivyopita, namna ambavyo alivyokuwa akiliendesha baraza hili kama wakati. Na hivi sasa tayari waheshimiwa nakaa na anasema, mnanifahamu kwa upole wangu, kwa ukali wangu. Kwa wakati mwingine lazima unatakiwa mpole na uwe mkali. Tumsikilize Mheshimiwa Spika Zuberi Ali Maulid. Kabla hatujaendelea, naomba nibaki nimesimama kwanza kabisa kwa ajili ya kutoa shukrani, na nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia sote kuweza kukutana hapa tukiwa hai na wazima wa afya. Lakini nitoe shukrani hizi kwa kutuwezesha pia kulikamilisha jambo hili muhimu sana. Lakini pamoja na shukrani hizo, naomba nichukue nafasi hii kukishukuru chama changu, Chama cha Mapinduzi, na kishukuru sana kwa imani kubwa sana ambayo kimeonyesha kwangu mimi. Na kama mnavyofahamu, kwenye mchakato nimekuwa mgombea pekee kwa sababu ya imani kubwa ambayo chama pamoja na nyie wajumbe mmenionyesha. Lakini nichukue nafasi hii pia kuwashukuru viongozi wetu wa kitaifa, mwenyekiti wa chama chetu, Chama cha Mapinduzi, Daktari Samia Suluhu Hassan, na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia nichukue nafasi hii kumshukuru sana Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Daktari Hussein Ali Mwinyi. Na ninawashukuru wote kwa moyo ambao wamenipa na mashirikiano makubwa ambayo nimeyapata kutoka kwao na kuweza kufikia hapa tulipofika leo hii. Lakini pia naomba niwashukuru wajumbe nyote. Nawashukuru wajumbe nyote kwa kazi kubwa ambayo imefanyika mpaka tukaweza kufikia hapa tulipofika. Ushauri ambao nilikuwa nikiupata kutoka kwenu, mashirikiano ambayo nimepata kutoka kwenu nyote, na natumai sana kwamba tutayaendeleza hayo. Lakini pia nichukue nafasi hii kuishukuru familia yangu, na kama kawaida nianze na kumtambua mke wangu Mama Warda Haji Madini. Naye nimshukuru kwa sababu ya mashirikiano ambayo nimekuwa nayapata kutoka kwake, na sote tunaelewa kama nyumbani hakuko salama, basi mambo mengine yote hayatakuwa yako vizuri. Lakini pia nichukue nafasi hii kutambua uwepo wa wanangu Abdul Karim Zubeir Ali, nimtambue Hanifa Zubeir Ali, na bahati nzuri huyu ni spika wa chuo chake hicho anachosoma, Zanzibar Law Resource Center. Pia nimtambue Muhammad Zubeir Ali, haonekani lakini yupo hapo.
na wanangu wengine ambao bado wapo kwenye majukumu mengine hawakuweza kufika hapa leo. Lakini pia nichukue nafasi hii kuishukuru sana familia yangu kwa ujumla, mzee wangu aliyenilea, lakini na ndugu zangu wote kwa mashirikiano ambayo nimekuwa nikiyapata katika shughuli hizi. Naomba nichukue nafasi hii kutoa shukrani zangu za dhati sana kwenu nyote kama kawaida, waheshimiwa wajumbe, na niwaahidi kwamba tutafanya kazi kwa mashirikiano kama tulivyozoea kushirikiana kama hapo awali, na nitakuwa ninasikiliza, napata na kupokea ushauri kutoka kwenu ili tuweze kulifanya uzuri sana jambo hili. Baada ya maelezo hayo mafupi sana ya shukrani, naomba sasa nimuite katibu ili shughuli inayofuata iweze kuendelea. Katibu, kwa shughuli inayofuata.